Haleluya. Ninakusalimia tena katika jina la Yesu. Jioni ya leo nataka tujifunze neno la Bwana, tuweke msingi ili tupate nguvu zaidi ya kuomba. Amen. Kwa hiyo nitazungumza ndani ya muda mfupi sana ili tupate nafasi ya kuomba. Amen. Amen. Fungua kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya pili, mstari wa 19. Nataka tusome mpaka mstari wa 22. Wafalme wa Pili sura ile ya pili na mstari wake wa 19. Wafalme wa Pili sura ile ya pili mstari ule wa 19. Biblia inasema hivi: watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Sema, maji yake hayafai na nchi yake huzaa mapooza. Elisha akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Haleluya. Yanasema mstari 22, hivyo yale maji yakapona hata leo, sawasawa na neno la Elisha alilolinena. Sema, nchi hii inapona sawasawa na neno langu nitakalolinena jioni ya leo. Maisha yangu yatakuwa sawasawa na neno langu nitakalolinena jioni ya leo. Familia yangu itakuwa sawasawa na neno langu nitakalolinena jioni ya leo. Biashara zangu zitakuwa sawasawa na neno la Bwana kupitia kinywa changu jioni ya leo. Haleluya. Kichwa chetu cha somo jioni ya leo, kataa au komesha roho ya mapooza. Kukomesha roho ya mapooza. Haleluya. Roho ya mapooza. Roho ya mapooza ni nini? Tunaona hapa Biblia inasema watu wa ule mji wanamkaribisha mtumishi wa Mungu Elisha, wanamwambia mtumishi wa Mungu, kwa kweli mji huu ni mzuri sana, hapa ulipo ni mahali pa nini? Pazuri. Wanakiri kabisa, wasema mji ni mzuri, lakini tatizo maji yake ni nini? Ni mabaya, na nchi yake hufanya nini? Uzaa mapooza. Haleluya. Sasa nataka tujifunze kuzaa mapooza ni nini. Hiki ni kitu gani ambacho hao watu wanasema kwamba nchi ya mahali hapa inazaa mapooza? Nataka tujifunze kwa neno la Bwana, alafu tuangalie namna nzuri ya kushinda roho ya mapooza. Haleluya. Haleluya. So wanamwambia mahali hapa ni pazuri, manake ni sehemu ambayo ni comfortable kabisa, ni sehemu ambayo ni nzuri kuishi, lakini tatizo maji yake ni nini? Ni mabaya. Do you think maji yake, wanaposema kwamba maji yake ni mabaya, yalikuwa yanyweki? Sio maana yake. Nitakuonyesha maana yake ni nini. Haleluya. Haleluya. Kwa maji yanaweza yakawa mazuri kabisa, ni matamu, ni mazuri, ukiyanunua ni kama ukiyachukua kuyatumia ni kama umenunua maji dukani, lakini maji yale yanaweza yakawa mapooza hata kama ni mazuri kutumia. Nakosha taraba. Ngoja nikuonyeshe kitu. So tunaona hawa watu wanamwambia tatizo maji yake ni nini? Ni mabaya, na nchi yake huzaa mapooza. To connect dots hapo. Kwa hiyo kuzaa mapooza ni nini hasa? Kuzaa mapooza ni hali ya kuzaa matunda au kuzaa watoto. Kuzaa matunda ni hali ya kuzaa kitu kabla hakijakomaa. Premature birth. Premature birth ni hali ya kuzaa matunda au kuzaa kitu kabla hakijakomaa, na hivyo kusababisha kile kitu kuharibika au kupooza. Kinasababisha hali ya kile kitu kuharibika au kupooza kwa sababu kimezaliwa kabla hakijakomaa. Kwa hakiwezi na hiyo neno kupooza, nafikiri hamna mtu asiyejua neno kupooza. Kupooza maana yake ni kuwa inactive, ni sawa na kufa. Haleluya. Ukisikia kwamba yule mtu amepooza, manake hamna uhai kwenye nini? Kwenye baadhi ya viungo vya mwili wake, amepooza. Ndio tunaita stroke, si ndio au kiharusi kwa lugha nyingine, au paralysis, si ndio? Kuparalyze. Haleluya. Ukisikia kitu kimeparalyze, manake hakina nini? Hakina uhai.
So hilo neno limetoka hapo, kuzaa mapooza. Manake unazaa kitu ambacho hakina uhai na sababu zake nimekwambia kwamba kwa nini kinazaliwa na hakiwezi kuishi, kwa sababu kimezaliwa kabla hakijakomaa. Kitu chochote kizaliwa kabla hakijakomaa, kijawa na ukomavu, lazima kitakufa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hii ndio maana ya nini, ya kuzaa mapooza, ni kuzaa kitu kabla hakijafikia uwezo wa kujitegemea, kikaendelea kukua na chenyewe kuzaa tena matunda mengine. Haleluya. Sema mimi sitazaa mapooza, nakataa kuzaa mapooza kwa jina la Yesu. So wanamwambia mahali hapa ni nini? Ni pazuri, pazuri kama nini? Lakini tatizo Elisha, maji yake ni mabaya. Maji yake ni mabaya. Kwa maana nyingine, kwa namna ya rohoni, yale maji yalikuwa na nini? Yalikuwa na laana. Yaani mji ni mzuri, sehemu ni nzuri, inavutia ukiangalia, lakini maji yake yana laana ya kusababisha nchi nzima izae nini? Mapooza. Na ndio maana ni vizuri kujua chanzo cha yale mapooza ni nini. Hawa watu walikuwa na macho ya rohoni, walivyoangalia wakajua maji haya ndio yanasababisha kuzaa nini? Mapooza. Ndio maana unaona Elisha mtumishi wa Mungu walivyomwambia, akaambia okay, nileteeni nini? Chombo. Biblia inasema akaenda nini? Akaenda mtoni, akasema nimeponya maji haya, hakutatoka kufa wala kuzaa mapooza. Na Biblia inasema tangia pale ile nchi ikaponywa. Kwa angalia, wamemwambia nchi inazaa mapooza, lakini yeye ameenda kudili na nini? Na maji. Haleluya. Maana yake aliposema nchi inazaa mapooza, maana yake miti yake tunayo mikorosho mizuri, tuna miembe mizuri, tuna miogo mizuri, lakini ile miogo inakufa kabla haijazaa matunda. Ndio maana ya kuzaa mapooza. Premature nini? Yes, premature birth and death. So both birth and death. Kwa sio tu kufa, hata kuzaliwa kabla nayo ni tatizo. Haleluya. Haleluya. Yes. Ndio maana hata watoto, kuna mtoto akizaliwa kabla ya muda wake tunasema huyu ni njiti, si ndio? Lakini kuna mwingine sio hata level ya njiti, yani akizaliwa afadhali hata huyo njiti ana survive kwa sababu kidogo alikuwa na nini? Na ukomavu. Mwingine akizaliwa kabla hawezi kuishi kabisa, ndio tunaita miscarriage. Ndio nasikia mimba imefanya nini? Imetoka. Kwa kuzaa mapooza kwa mara nyingine inaitwa miscarriage. Ile miscarriage kwamba mimba imetoka, au anakuambia mimba imeporomoka. Hujawahi kusikia hilo neno? Anakuambia mimba imefanya nini? Imeporomoka. Imeporomokaje? Kuna kilichoiporomoa. Haleluya. 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 Kwa Elisha bila sema akaenda akaponya yale maji. Anasema hakutakuwa tena kunini? Kuzaa kufa wala mapooza. Na Biblia inasema na ile nchi ikapona sawa sawa na lile neno la Elisha. Kwa hiyo tunaona kumbe maneno yana nguvu ya kuponya na kuondoa mapooza. Haleluya. Haleluya. Tupige hatua kidogo, Ayubu sura ya 15. Ayubu sura ya 15 mstari wa 33. Umefika pale? Ayubu 15 mstari, tuanzie mstari wa 32. Ukifika nisomee. Ayubu 15:32. Jambo hili litatendeka kabla ya wakati wake. Jambo hili litatendeka kabla ya wakati wake. Unaona hilo neno litatendeka? Endelea mtumishi wa Bwana. Haleluya. Anasema litatendeka kabla ya wakati wake. Kwa hiyo na tawi lake litafanya nini? Halitastawi. Haleluya. Haleluya. Kwa tunaona anasema jambo hili litatendeka kabla ya wakati wake. Anasema kabla ya wakati wake, na tawi lake halitastawi. Kumbe jambo likitendeka kabla ya wakati wake halifanya nini? Halistawi. Maana yake halikuwi na kuongezeka. Anasema jambo hili litatendeka kabla ya wakati wake, na tawi lake halitastawi. Anaendelea anasema atayapukutisha mapooza yake kama mzabibu na kuyatupa maua yake kama mzeituni. Anasema atayapukutisha mapooza yake. Tunaendelea kujifunza maana ya kuzaa mapooza. Haleluya. Ukianzia hapo mstari wa 32 unaona kabisa, kwanza unaona kabisa hapo unajifunza kitu ambacho tumetoka nacho katika introduction. Unaona kabisa hapa kwamba huyu ni mtu anatamkiwa. Haleluya. Huyu ni mtu afanya nini? Anatamkiwa. Anasema jambo hili litatendeka kabla ya wakati wake.
na tawi lake halitastawi. Mstari wa 33 anasema atayapukutisha mapoza yake. Kwa Biblia ya Kiingereza anasema he shall shake off his unripe grape. Haleluya. Kwa ukisoma tu haraka haraka unaweza ukasema ni maneno tu, lakini ukiangalia kwa sura ya ndani utaona huyu anayeambiwa ni mtu, anasema he shall shake off, he shall shake off his fruits, his unripe fruits. Haleluya. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho watu wanaweza wakamtamkia mtu anaweza akatamkiwa kwamba jambo lake halitakomaa. Haleluya. Kwamba atazaa mapoza, kwamba kama mzabibu unavyopukutisha mapoza yake naye atapukutisha mapoza yake. Maana yake kwa maana nyingine hatafika mwisho. Sema sio mimi kwa jina la Yesu. Sema kila neno la kuzaa mapoza nililotamkiwa jioni ya leo ninaliondoa na alifuta usiku wa leo, halitasimama kwa jina la Yesu. Kumbe hii inawezekana kwamba mtu akatamkiwa kwamba azai mapoza. Tunaona haya maneno yanatamkwa kwamba jambo hili litatendeka kabla ya wakati wake na tawi lake halitastawi. Anasema hatayapukutisha mapoza yake. Sema nakataa kupukutisha kwa jina la Yesu. Biblia inasema mtu ashikae sheria ya Bwana katika Zaburi sura ya 1 atafananishwa na mti uliopandwa kando ya mto ambao uzao matunda yake kwa wakati wake, wala majani yake hayatapukutika. Haleluya. Sema sitapukutisha kwa jina la Yesu. Sitaishia njiani kwa jina la Yesu. Sitazaa mapoza kwa jina la Yesu. Kuzaa mapoza maana yake ni kuanza jambo likafia njiani. Kuanza biashara kabla biashara haijakomaa imekufa. Sio mimi kwa jina la Yesu. Kuzaa watoto wakaharibika. Unategemea wale watoto wawe msaada, lakini watoto wameharibika wote. Sio mimi kwa jina. Sema sio mimi kwa jina la Yesu. Na so tunapata kujifunza kumbe kila hali ya kuzaa mapoza nyuma yake kuna nguvu ya laana, na ndio maana Elisha alienda kwenye chanzo kinachosababisha nchi kuzaa mapoza ambacho ni mto, akaponya. Alivyoponya mto na nchi ikaanza kuzaa vitu vinavyoeleweka. Haleluya. Haleluya. Lakini hapa hii Ayubu 15 inatuambia kumbe nyuma ya kuzaa mapoza kuna laana ya maneno. Tunaona anasema atakukutisha huyu mtu hatazaa vitu vikastawi. Kumbe mtu anaweza akakutamkia kwamba fulani asizae, biashara yake ifie njiani. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Ndoa yake ifie njiani. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Watoto wake wasieleke. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Sitazaa mapoza wala sitazaa kufa kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa tunapata kujua kwamba kumbe nyuma ya kuzaa mapoza kuna nguvu. Biblia inasema Yesu aliona dhoruba inapiga chombo kinataka kuzama. Biblia inasema Yesu alivyomwamsha hajadili na dhoruba, hajasema maji tulia. Biblia inasema akaukemea nini? Upepo. Alivyokemea upepo, bahari ikafanya nini? Ikatulia. Maana yake alikemea the spiritual dimension of that water body. Kuna kilichotibua yale maji. Kuna kilichosababisha ile dhoruba ni upepo ambao uko nyuma ya hiyo dhoruba. Haleluya. Kwa kuna maneno nyuma ya mapoza. Kiona unaanza jambo alifiki mwisho linaharibika. Maana yake kuna nguvu ya kuzaa mapoza ambayo unatakiwa udili nayo, na jioni ya leo tunaenda kuiharibu kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikuonyeshe unielewe vizuri. Ufunuo sura ya 6 mstari wa 13. Fungua Ufunuo sura ya 6 mstari wa 13. Nikuonyeshe kwamba kuna nguvu kabisa inaitwa nguvu ya kuzaa mapoza. Then tutaangalia kidogo namna ya kudili na mapoza, afu tutaingia kwenye maombi rasmi. Kwa tuna dakika chache hapa naona. Umefika Ufunuo Nisomee Ufunuo sura ya 6 mstari wa 13. Na nyota zikaanguka juu ya nchi. Anasema na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapoza. Nikwambia kupukutisha mapoza maana yake ni kudondosha yale maua yake kabla hayajageuka kuwa matunda, au ni matunda machanga yanadondoka, maana yake ni kupukutisha mapoza. Utikiswapo na upepo mwingi. Anasema kumbe kinachosababisha hata huo mtini upukutishe mapoza ni kwa sababu kuna upepo nyuma yake. Anasema utikiswapo na upepo mwingi. Kwa hiyo kumbe kuna upepo nyuma ya kuzaa mapoza. Kuna roho, kuna upepo unaosababisha kuzaa mapoza. Anasema upepo maana yake the spirit, the wind, the spirit, kwa sababu hata hilo neno roho linatoka, hata neno hilo upepo ni maana yake ni roho. Huwafanya malaika zake kuwa upepo na watumishi wake kuwa moto wa miali. Kwa Biblia nyingine, kwa tafsiri nyingine anasema he makes
his angels to be wind, lakini Biblia nyingine, tafsiri nyingine inasema to be spirit. To be spirits huwafanya kuwa roho, kuwa upepo. Kwa kuna roho nyuma ya kila kuzaa mapooza, kuna roho ambayo inasababisha hayo mapooza. Sema leo, kila roho ya kuzaa mapooza najitenga nayo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. So there is the spirit of premature birth, ambayo hiyo roho ndio inapelekea kile kitu kife kwa sababu kilikuwa kijakomaa. Haleluya, haleluya. Ukiona kwa mfano kuna mwembe, afu mwembe ukiona una maua mengi, sio sema mwembe umezaa sana, si ndio? Lakini yale maua yakidondoka yote, maana yake safari ya maembe imefanya nini? Imeishia pale. Kwa kumbe kuna uchawi kabisa unafanyika. Mtu anaweza akasema kama mwembe unavyopukutisha mtu huyu, maisha yake naye yapukutike. Na kwa mtu anaweza akaenda akatumia mwembe. Tumeona hapo kwenye Ayubu 15, mtu anasema maisha yake yasistawi kama mtini upukutishavyo. Kumbe mtu anaweza akaenda kwenye mwembe akafanya uchawi wake, akatamka maneno kwamba fulani, kama huu mwembe unavyopukutishaga ndivyo maisha yake yapukutike, asizae, asikomae, asistawi. Sema sio mimi kwa jina la Yesu. Sema nakataa uchawi kwa jina la Yesu. Nakataa kuzaa mapooza. Sitazaa mapooza wala sitaishia njiani kwa jina la Yesu. Kila roho ya kuzaa mapooza jioni ya leo, usiku wa leo, na ikataa, na jitenga nayo, na iharibu, haitafanikiwa juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kama mti upukutishavyo utikiswapo na upepo, kwa lazima udili na nini? Na upepo. Kumbe mti sio shida, udongo unaweza usio shida. Shida ni nini? Ni upepo. Haleluya, the spiritual dimension. Sasa namna rahisi ya kushinda roho ya mapooza, namna rahisi ya kushinda roho ya mapooza. Andika namna rahisi ya kushinda roho ya mapooza, afu tuende Kutoka sura ya 23 mstari wa 25 na 26. Mando zante brado shata. Kutoka sura 23 25 na 26, Biblia inasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Anasema mtafanya nini? Mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atafanya nini? Atakibarikia chakula chako na nini? Na maji. Wale watu wa mji walimwambia Elisha, nchi ni nzuri lakini maji yake yanafanya nini? Ni mabaya, ndio yanasababisha kuzaa mapooza. Kwa kumbe maji yakiwa mabaya au chakula unachokula kinaweza kusababisha uzae nini? Mapooza. Haleluya. Hivi mwae kujiuliza, maji, wengine tuko hapa nyumbani tunatumia maji ya visima, si ndio? Na wengine maji ya Dawasco, si ndio? Kila mtu kuna maji anayotumia. Umewahi kujiuliza hayo maji unayotumia yanatoka wapi? Kuna wengine tena maji afadhali yanachimbwa hata pale nje, lakini wengine yanasafiri kabisa, yanaletwa na pipe, hujui hata yanatokaga wapi. Wewe maji yanakukuta pale ndani, hujawahi kujiuliza haya maji yanatoka wapi? Je, kule yanakotoka kuna usalama? Haleluya. Tunaona Elisha ili ya control kuondoa mapooza katika nchi, alienda kuponya nini? Chanzo cha maji ambacho ndio kilikuwa kinaleta mapooza kwa watu wote katika ile nchi. Mwaje kujiuliza mapooza yanaweza kuletwa na nini kwenye maisha yako? Yale maji unayokunywa kila siku, unapikia chai, unapikia chakula, unafulia nguo zako, unayaoga, umewahi kujiuliza yanatoka wapi? Ndio maana hapo tunaona Mungu anatuambia kabisa katika kitabu cha Kutoka, anasema namna gani atakomesha kuzaa mapooza. Amesema hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa, si ndio? Lakini ameanza kutuambia atafanya nini? Atayabariki chakula chetu na maji yetu. Kwa kumbe ukiponya chakula na maji ni rahisi kukomesha roho nini? Ya kuzaa mapooza. Haleluya. Ndio maana mimi nawaambiaga watu, wanasemaga si maji ya upako, mimi maji yote ninayotumia huwa ni ya upako. Kwa sababu I don't use water before praying for it. Siwezi kutumia maji bila kuyaombea. Maji yoyote, iwe ni kuoga, iwe ni kunywa, nikiingia bafuni maji yale, hata kama kabla ya kuyaombea nasema maji haya yanayotoka hapa na yatakasa kwa damu ya Yesu, na yageuza kuwa damu ya Yesu, na kuyatumia natumia damu ya Yesu. Haleluya. You bless everything. Usitumie tu kwa sababu watu wote wanatumia tu. Tumeona chanzo cha mapooza ni nini? Ni maji kwenye Wafalme wa Pili sura ya 2. Kwa
inawezekana kudhibiti hata kwenye maisha yako. Chanzo cha mapooza ni maji. Chanzo cha mapooza ni chakula unachokula. Anasema nami nitakibarikia nini? Chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati. Kumbe hata magonjwa unayaona, asilimia kubwa ya magonjwa yanatokana na maji. Of course kuna magonjwa kabisa yanaitwa waterborne diseases kama kipindupindu. Ni nini nyingine? Kolera, na nini? Bilharzia. Bilharzia ni nini? Ongea Kiswahili bana. Ulijui kwa Kiswahili kichocho, si ndio? Kama kipindupindu, kichocho ni magonjwa yanatokana na nini? Na maji. Tunasali na wazungu. Haleluya. Na nilikuwa juzi ni post clip fulani, pastor fulani akawa ananiambia sijui nani amesema tusitumie Kiingereza kwenye kuhubiri. Nikamwambia Kiingereza kwenye dunia saizi hakiepukiki. Nikamwambia labda kama unataka kuwa local champion, lakini Kiingereza ni lazima. Mwambie jirani yako Kiingereza ni lazima. Kwa hata hapa kanisani Kiingereza ni lazima. Better uanze English course mapema kabisa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo na mimi Stella, taratibu tu unanipiga msasa. Itakuwa mzuri sana mpaka mtashangaa. Haleluya. Kwa hiyo tunaona maji au chakula kisipobarikiwa, kisipokuwa na baraka za Mungu, kinaweza kusababisha matatizo, hata kusababisha mapooza. Ndio maana Biblia inasema hata chakula tunachokula tukipokea kwa shukrani na tunakiombeaga. Kuna mtu anakula chakula bila kuomba. Sasa the same applied, sio chakula tu, hata maji unayoyatumia. Haleluya. Ndio nakuongezea ufunuo. Hata maji unamtendea mtu maji ya kuoga, au unataka kuoga mwenyewe, yale maji hakikisha umeyatamkia neno. Usiende tu unaoga maji hata hujui yametoka wapi. Mengine yametoka huko, mengine yametoka kwenye visima, au yametoka kwenye vitu yamepita kwenye matenki ambayo watu wale ambao unawaitaga wapagani, wasoma nyota, wapiga ramli, mengine yametoka kwenye visima vyao na matenki yao, yale maji. Haleluya. By the way, maji ni yale, si unajua na maji ni entity moja ya ajabu sana, ni moja kati ya vitu vyenye umri mrefu sana kuwahi kuwepo hapa duniani. Tangu mwanzo wa kuumbwa maji yalikuwa. Hayo maji unayoyatumia, hayo unayokunywa. Haleluya. Kwa maji ni kitu kikubwa sana. No wonder Biblia walivyomwambia nchi inazama mapooza, akaenda kudili na maji. Ukibahatika kupata maji salama, safi na salama. Sasa maji safi na salama scientifically kuna usafi na usalama wake kisayansi, lakini kuna usafi na usalama kiroho pia. Yanaweza kaa safi na salama mwilini, ila rohoni ni machafu. Jawahi kuona rohoni yamechafuka? Mwilini ni masafi sana, lakini rohoni ni machafu. Rohoni ni balaa. Kwa unayabariki yale maji, unayatamkia kwamba haya maji hayataleta mapooza kwenye mwili wako. Haleluya. Haleluya. Hivi unajua kisayansi kabisa 75% ya mwili wako ni maji. Yaani vyote una nini una sijui damu, hata damu yenyewe 10% kubwa ni maji. 75% yenyewe, 78 ya damu ni maji. Tissues na vingine ni 10% ndogo, manake 20%. Haleluya. Haleluya. Kwa maji ni kitu kikubwa. Maji ndio maisha. Kwa maji yasipobarikiwa na kuombewa yanaweza kaleta uharibifu kwa maisha. Ndio maana ninasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakubarikia chakula chako na nini? Na maji yako. Maana yake Mungu mpaka anatamka haya maneno alijua matatizo mengi kwenye maisha ya watu yanaanza na maji. Si ndio? Hebu mniambie ukweli hapa. Nataka tuombe, muda wetu umeisha. Ni nani asiyetumia maji? Nani asiyetumia maji? Kuna mtu asiyetumia maji? Hayupo. Haleluya. Ndio maana kuna watu wanasema mimi ni kama maji, usiponinywa maji hakuna namna usitumie. Hata yule asiyeoga atakunywa maji. Hata asiyekunywa maji atapikia chakula. Kwa nini? Kwa maji. Stella, zile ice cream unapendaga zile, zimecontain maji. Hakuna namna unaweza ukaishi bila kutumia nini? Maji. Kwa maji ni entity kubwa, ni kitu kikubwa sana kwa maisha ya watu. Ndio maana watu wamefikia, kuna mwingine mfanya biashara maji yake ameita nini? Uhai. Na wengine wanasema maji ni nini? Water is life. Kwa sababu yes, ndio yanasupport maisha.
Na mtu anaweza akaishi hata muda mrefu bila kula akasurvive kama anakunywa maji, kwa sababu 75% ya mwili ni maji. Na hata dunia nzima 78% ya dunia, 78% ni maji, water bodies. Si kweli? Geographically tuongee kijiografia sasa, si ndio? Kijiografia 78% ni water bodies. Yaani nchi hii unayoikanyaga hii, nchi sijui nini, nchi unayoikanyaga imeteki 22% peke yake. 78 ni maji, ni bahari, ni maziwa, ni maji. Na ndio maana wale watu ambao wamewahi kupanda ndege, ukiwa juu kwenye ndege ukijaribu kuchungulia chini utaona pote ni rangi kama hiyo ya blue, kama rangi ya maji, kwa sababu kitu ambacho kimetake place ndio kinaonekana sana. Haleluya, haleluya. Kwanza tunajifunza kwamba nchi yote ilikuwa imefunikwa na nini, mpaka Mungu alivyosema maji yafanye nini, yakusanyike. Kwa hiyo alivyokusanyika, maana yake aliacha sehemu ndogo ambayo ni nchi kavu. Kwa hiyo hii nchi ambayo unaona watu wanaendesha magari hapa ni ndogo sana kuliko sehemu ya maji. Ni ndogo sana, yani asilimia ndogo sana. Kwa maji ni kitu kikubwa sana, ni don't joke with the water. Haleluya. Ndio maana nakwambia ukianza kuomba, ukiingia kushambulia, na ndio maana hata nguvu kubwa za giza zinatokea baharini. Ulimwengu wa bahari ni ulimwengu mkubwa sana. Mungu atupe neema, siku moja tutazungumza zaidi kuhusu haya mambo ya nini, ya maji. Lakini leo nikuja tuongee kidogo na tupate kuomba kwa habari ya kukomesha na kukataa kuzaa mapooza kwa jina la Yesu. Haleluya. Na tunaona njia kubwa ya kukomesha na kukataa kuzaa mapooza ni kumtumikia Mungu. Sema kumtumikia Mungu. Sema tena kumtumikia Mungu. Anasema katika hiyo Kutoka sura 23, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chenu na maji yenu, wala hakutakuwa na yeyote atakayekuwa tasa, wala mwenye kuharibu mimba, wala mwenye kuzaa mapooza. Anasema na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Ukitaka uishi muda mrefu, ukitaka uishi maisha ya kustawi, ya ustawi asiokuwa na mapooza, umtumikie Mungu. Ndio nakujibu sasa, namna gani rahisi ya kuepuka kuzaa mapooza? Ni kumtumikia Mungu kwa bidii. Ongeza, sema kwa bidii. Yes, kwa sababu kumtumikia Mungu kwa ulegevu, Biblia imeshasema ni nini? Ni laana. Amelaaniwa afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Kwa ukifanya kazi ya Bwana kwa ulegevu, kwa kutegea wengine, kwa kuacha unalegea, unategea, unafanya ili mradi, maana yake unakuwa unatembea kwenye laana, na bora usifanye, kwa sababu ni laana. Ni laana kufanya kazi ya Bwana kwa, mwambie jirani yako, ni laana kufanya kazi ya Bwana kwa ulegevu. Lakini ni baraka kumtumikia Mungu kwa bidii. Mwambie ni baraka kumtumikia Mungu kwa bidii. Yes, anasema mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chenu na maji yenu. Kwa ili maji yabarikiwe, yasizae mapooza, lazima umtumikie Mungu. Simama tuombe jioni ya leo katika jina la Yesu, tukatae roho ya kuzaa mapooza. Nenda mbele za Bwana katika jina la Yesu. Rama shanta, mwambie Bwana, mkumbushe kwamba wewe ni mtumishi wake. Kuna haki za watumishi wa Bwana, anazisema katika Isaya 54. Raba so, nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, nimekuja mbele zako, mimi ni mtumishi wako, niondolee kila roho ya kuzaa mapooza kwa jina la Yesu.